Yamekuwa ni mengi maneno ya walinganiaji wa dini katika masala ya ikhtilafu al-matali, kutofautiana. Je, mwezi ukiandama mahala fulani unawahusu watu wote duniani au unawahusu watu wa eneo lile? Kwanza niseme kauli zote mbili ni kauli mu'tabaran, ni kauli mbili zinazotegemewa katika maegemeo ya fiqh. Ikiwa utazungumza kwa taasubi ukatetea tu kauli moja, kutetea kauli moja sio kosa, kosa liko hapa. Ikawa ile kauli nyingine unaiona kwamba iko katika nje ya dini na ni kauli ya ahlul bid'ah na ni kauli isiyokuwa na nafasi ya kutazamwa wala kusikilizwa, hapa utakuwa umeingia katika upenzi, kama upenzi wa vyama na mpira na kadhalika. Sio manhaji ya dini. Utakuwa umewapiga pande wengi katika wanawachuoni. Kwa hivyo wanawachuoni wameikhtilafiana, wengine wakasema mwezi wa kimataifa kwa lugha hii ambayo imeenea na mwezi wa kitaifa. Na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anawapa udhuru hawa wanawachuoni wa kauli hii na kauli hii, na anawapa udhuru wale ambao ni maamuma wa kauli hii na kauli hii. Nini maana ya kuwapa udhuru? Ikiwa wamepatia au wamekosea, hawakosi ujira mbele ya Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Wanaingia katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ijtahada fa asaba falahu ajran, ambaye amejitahidi akapatia na malipo mara mbili. Wa man akhtaa falahu ajrun wahid, na ambaye amekosea pia ana ujira, hana madhambi. Ndio maana wanawachuoni watavutana watakavovutana katika mambo ya mwezi, na hiyo ni haki, yani kujadiliana ni haki. Maneno haya hayafungi mjadala, na hakuna mwanachuoni amewahi kusema mjadala ufungwe, tuchukue kauli moja basi. Hapana. Mjadala katika dini ikifuata kanuni zake ni sehemu katika dini, na hiyo ni ibada ya akili na kusoma na kutafakari mambo ya dini. Lakini mushkeli ni ikiwa utafika katika hatua ya pili ukasema nimechukua kauli hii na watu wenye kauli ya pili ibada zao ni batili. Ndio maana wanawachuoni pamoja na kukhtilafiana kwao hawafiki wakasema wale wamekula mchana wa Ramadhani, wale ambao wamechelewa kufunga. Hawasemi hivyo. Anayekula mchana wa Ramadhani ni yule ambaye anaamini Ramadhani imeingia na hafungi. Lakini wale wanaamini Ramadhani haijaingia, kwa hivyo hawaambiwi wamekula mchana wa Ramadhani, wala hawasemi wamefunga siku ya Idi. Kwa wale ambao wanasema sisi tunamalizia mwezi wetu, wanawachuoni hawafiki huko. Wanafika tu kwamba kauli hii ina nguvu kuliko hii. Lakini kwenye kuhukumu ibada za watu wote wanasema wamesibu. Na hii lugha ya kwamba makundi mawili yameikhtilafiana alafu wote wamesibu iko katika hadithi ya Bani Quraidha. Mtume sallallahu alaihi wasallam lam yuannibu haulai wala haulai, hakuwalaumu hawa wala hawa, na alikuwa anaweza kutoa kauli yake kwamba mimi nilimaanisha kauli hii sio hii. Kwa nini lam yuannibu haulai wala haulai? Na wapokezi wa hadithi wanamaanisha alipopokea akasema hakuwalaumu hawa wala hawa, yani alikuwa anakuzalishia katika lile tukio alivyodili nalo Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwamba alipoacha kuwalaumu hawa wala hawa alikuwa anasema kwamba katika dini ipo, katika muamala na udhuru wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa waja wake ipo, kwamba watu wamefanya kwa mitazamo miwili alafu wote mbele ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla wana ujira. Kwa hivyo tusifanye ni finyu rahma za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Tambihi nyingine katika masala haya, kama tulivyosema, haya ni masala ya zamani, sio masala ya miaka ya 80. Hapa pia kuna baadhi ya watu wameongea kwa taasubi, wakasema hii mambo imeletwa na Ansari Sunna miaka 80. Uongo. Si wewe unasoma hadithi ya Quraib, ambaye Quraib ni sahaba, na Muawiya ibn Abi Sufyan na Ibn Abbas na wote ni masahaba, wamevutana katika masala mwezi. Unasema yamekuja juzi kwenye miaka ya 80, alafu mwisho unatoa hadithi inayoturudisha kwa masahaba. Na hii mnoti kwamba kuna baadhi ya watu wanapozungumzia masala ya dini wanachukuliwaga na taasubi, anaanza kusema ya kwake badala ya yale yaliyomo katika vitabu. Kwa hivyo wasikilizaji, mwe makini, na ni jambo baya sana, sio jambo linalopewa udhuru. Halipewi udhuru kabisa kama mtu
atakosa uaminifu wakati wa kunukuu. Yani mimi nikienda kujifungia nikisoma masala ya ikhtilafu, naona kauli pengine ambazo zilitakiwa zinirudishe mimi upande wa pili, nasema hizi nitajifanya sijaziona, nitatafuta zile tu zinazonitetea ili uso wangu usije ukamwagika mbele za watu. Kwa hivyo wewe unatetea heshima yako zaidi kuliko heshima ya dini. Kwa hivyo ni vizuri hili lifahamike. Lakini la mwisho katika masala haya, kauli ya wale wanaosema mwezi ukiandama ni mahala popote unawahusu watu wote, ni kauli ya jumhurul ulama. Mimi kitaalamu sisemi kwamba ikiwa ni kauli ya jumhurul ulama ndio basi imeshinda kauli nyingine, sisemi hivyo, lakini nasema tu ili kuvunja uongo wa yale maneno yanayosema hawa wanaofungua na mwezi wa kimataifa ni watu wachache sana. Acha watu wachache wa kawaida. Ulama, jumhurul ulama wao wamekwenda na mwezi ambao unaenea watu wote, kwa sababu hiyo kauli ya kuwekea mipaka ya mwezi haina dalili. Mtume hakuweka mipaka ya mwezi, haina dalili, na ni ngumu kuiwekea mipaka. Hiyo mipaka unayoisema ukiambiwa sasa weka, utasema labda kutokea hapa mpaka wapi? Kigoma. Je, watu wa Kigoma wakiuona, wakiusikia Burundi, wakiusikia Rwanda, wakiusikia Kongo, unasemaje? Tunamwomba Mwenyezi Mungu Azza Jalla atuafikishe katika kila la kheri, atuafikishe ni kusikiliza maneno na kufuata yaliyo mazuri yake.